Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nina kila sababu ya kumtukuza Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Ninamshukuru kwa neema aliyonipa siku ya leo, kwa maana si kwa nguvu wala kwa uwezo wangu. Ninamshukuru baba yangu wa kiroho, ninamshukuru na mama na watumishi wote wanaohudumu kwenye madhabahu hii. Ninawashukuru, ninasema ni asante kwa kunipa nafasi tena ya kusema na ninyi neno la Mungu, kwa maana neno la Mungu ndio mwongozo wa maisha yetu, ndio kalenda ya maisha yetu, ndio kila kitu kwenye maisha yetu. Kwa hiyo tunapokuja kushare neno la Mungu ni kwa ajili ya kila mmoja kufunguliwa pale ambapo alikuwa ameshindwa kutoka, aende kupokea nguvu na uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Basi neno la Kristo siku ya leo linatoka kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Ni neno ambalo tunalisikia kila wakati, na tayari baba amekwisha kutuelezea kwa muktasari tu, lakini tunakwenda kuingia ndani kujua nini mapenzi ya Mungu kwenye maisha yetu na nini maana ya upendo, kwa maana kanisa la Kristo ni kanisa ambalo ni lenye upendo, lenye amani na nguvu. Kwa maana tukiwa na upendo tutakuwa pamoja na tutania mamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo siku ya leo tunakwenda kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Ni karama za upendo, kichwa cha habari. Upendo, nini maana ya upendo? Ni neno dogo, na kwa wakati mwingine ukilitafsiri ni neno kubwa na ni ligumu, na upande mwingine ni jepesi. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma kuanzia mstari wa kwanza 13. Tumekwisha kufika Wakorinto wa kwanza 13. Hichi kipindi ni kipindi cha kujitafakari. Kwa hiyo hata tunapokwenda kuingia kwenye huo mfungo wa siku 7 ni kipindi cha kujitafakari. Wewe uko upande upi? Wewe ni wa namna gani na unaishi vipi kwenye maisha yako ya kiroho na kwenye maisha yako ya kimwili? Nitasoma kama ilivyoandikwa. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa kama shaba iliyo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa nina unabii na kujua siri zote za maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, mimi si kitu. Tena nikitoa mali zangu na kuwalisha maskini na kujitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifai kitu. Upendo huvumilia, upendo ufadhili, upendo hauhusudu, upendo hauna kutakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahi udhalimu, ufurahi pamoja na kweli. Kwa hiyo tukiwa tunasoma 13 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 13, tunaona ya kwamba mtu wa Mungu, tena sisi watu ambao tunaitwa wa rohoni, sisi ambao Roho Mtakatifu anatuongoza kwa sababu tumemkaribisha ili awe ndio kiongozi kwenye maisha yetu. Jambo la kwanza tunayetakiwa tuwe na upendo, kwa sababu tumekwisha kuelezwa ya kwamba hata kama ukiwa unanena lugha ya malaika, lakini kama upendo hauna, ina maana kwamba ni unajisumbua, ni kazi bure. Kuna vitu ambavyo utavikosa. Kwa hiyo kama kuna vitu ambavyo utavikosa, wewe mwenyewe inatakiwa ujitafakari ya kwamba mimi kweli nina upendo, kwa sababu hakuna mtu anayeweza kukuambia kweli wewe una upendo, lakini ni wewe mwenyewe ndani yako ujitafakari, ujitafute ya kwamba ni kweli mimi nina upendo ndani yangu. Na kama ukiona unajiuliza hilo jambo, ni yapi ambayo yanasababisha nijione mimi nina upendo? Ni kitu gani ambacho kinanifanya mimi kila anayenitazama anione mimi nina upendo? Kwa sababu tayari tumekwisha kuambiwa hapa
vitu ambavyo tumeambiwa hata kama ukiwa unajua siri zote za mbinguni, lakini kama una upendo ni kazi bure. Na hata kama ukiwa wamesema unafahamu habari, nikija mbele yako unafahamu habari zangu, lakini kama una upendo, hicho ni kitu cha bure. Kwa hiyo wana wa Mispa, ndugu zangu, tumeambiwa kitu cha kwanza ni upendo, kwa sababu Kristo alituambia amri ya kwanza na amri iliyo kuu ni upendo. Kwa hiyo tukiwa na upendo tutaweza kuchukuliana, tukiwa na upendo tutaweza kuvumiliana. Tukiwa na upendo ina maana kwamba utakapokutana na jambo lolote la ndugu yako, hautaweza kuliacha likakaa jinsi lilivyo, bali utaliinua kama la kwako, utalibeba kama la kwako. Kwa hiyo utakapokutana na mwenzio ana uhitaji, ana shida, kama kiko ndani ya uwezo wako, ni lazima umsaidie, kwa sababu neno la Mungu na siku ya leo tunaambiwa tuwe na upendo. Kwa hiyo upendo hauko katika vitu tu. Upendo uko katika hata kile ambacho kumshauri tu mwenzako, kumjulia habari tu mwenzako. Na upendo urejesha. Upendo, mahali palipo na upendo ndipo Mungu alipo. Ndipo Mungu wetu anatuambia palipo na upendo yeye yupo katikati yao. Kwa hiyo kama tukiwa tuna upendo na tukiomba na kunia mamoja, lazima Mungu tunapokea majibu, kwa sababu anaachilia majibu, kwa sababu ameona hawa watu wako pamoja na wana upendo. Kwa hiyo kitu ambacho kinaunganisha watu ni upendo. Kwa hiyo siku ya leo kanisa la Mungu tunaambiwa tuwe na upendo. Kwa hiyo upendo wako usiwe na dosari yoyote, kwa sababu mmeambiwa mchukuliane. Kama kuna kuchukuliana, ina maana kwamba hata mwenzako kuna jambo ambalo atakuwa amelifanya kiukweli halijakupendeza, lakini ukikumbuka kanuni ya kwamba tumeambiwa tupendane, unamwambia Mungu, naomba nipe nimpende, nipe furaha ninapomuona, nipe amani ninavyomuona. Kwa sababu wakati unaendelea kumpenda, ndipo hapo unapoendelea kumfungua ndugu yako. Kwa hiyo ukiwa hauna upendo, hutaweza kumfungua ndugu yako, hutaweza kufanya chochote, kwa sababu unaweza ukasema nampenda Mungu, Mungu ambaye umuoni, Mungu usiyemjua, Mungu usiyemfahamu Mungu, kwa sababu sisi tumeumbwa kwa sura na mfano ya Mungu. Kwa hiyo kila unayemuona mbele yako ni Mungu, kwa sababu tayari sisi ni miungu midogo. Kwa hiyo kama ni Mungu, ni lazima umpende, kwa sababu yuko kwa agano la Mungu na ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo tutembee katika hili neno tukiamini ya kwamba na kutambua ya kwamba siku ya leo tumeambiwa hata kama tukiwa tuna lugha, tunanena kwa lugha, lakini kama hatuna upendo tunajisumbua na hiyo lugha yetu, kwa sababu hiyo lugha haitaeleweka mbele za Mungu. Shetani haielewi wala Mungu haelewi, kwa sababu anakuona kama unaruka tu. Lakini ukiwa na upendo, unapotamka neno lolote, ina maana kwamba Mungu analisikia, kwa sababu anauona moyo wako jinsi ulivyojiachilia. Ukijiachilia kwa wenzako, na Mungu naye kuna nafasi ambayo anakuketisha. Kwa hiyo utaka kupokea nafasi ambayo ni muhimu sana kwenye maisha yako, kwa sababu hata baraka, usipokuwa na upendo, baraka za Mungu haziwezi kuja kwenye maisha yako, kwa sababu kuna vitu ambavyo unavikwamisha. Mungu anasema sasa nikimpa huyu atakuwa ni mbinafsi. Lakini Mungu akiangalia jinsi ulivyo na upendo, ina maana kwamba anavyokugawia anakupa na kwa ajili ya wengine, kwa sababu anajua kunao wengine wahitaji ambao hawawezi kufika pale ambapo Mungu amekupatia wewe, lakini kupitia wewe Mungu anaachilia hivyo vitu kwako ili ufikie watu wengine. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mungu wetu anatuambia mchana wa leo ya kwamba upendo ndio kitu cha kwanza. Kwa hiyo kama ni amri kuu, kwa hiyo tunatakiwa tutembee naye. Kama hichi kipindi ni cha toba na rehema, tumwambie Mungu, tunaomba utusaidie pale ambapo tumepungua. Huenda ikawa mimi ninaona nina upendo, lakini unaniona mapungufu yangu, unaona mahali ambapo nimepungua mimi. Naomba Mungu unipe imani, niweze kupenda majirani zangu, niweze kupenda ndugu zangu, kwa maana nikiwa nawapenda wale ninaowaona, ina maana kwamba hata wewe Mungu wangu ninakuwa nakupenda wewe, na utaachilia mema kwenye maisha yangu. Kwa hiyo hayo ni maombi ni mepesi, lakini yanakuwa magumu pale kwa mtu mwenye moyo mgumu. Ule moyo mgumu unakutenga na Mungu na unakutenga na upendo wa Kristo, kwa sababu kila kitu tumeambiwa Mungu atuumbie moyo, tena ule moyo safi. Ukiwa na moyo safi lazima utakuwa na upendo.
utakuwa unamhesabia mwenzako kama ni mtu anayefaa kuliko wewe. Lakini ukiwa huna upendo, Mungu anakuhesabu ya kwamba wewe ni mbinafsi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kanisa la Kristo, sisi ambao tayari tunatambua tunapoelekea, kwa maana tunajua ya kwamba sisi tunaelekea mbinguni, tunaelekea kule kwa Baba, ya kwamba tujue ya kwamba lazima tuwe na upendo. Tukiwa na upendo tutawavuta wengi kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kule kujitenga kwetu kunasababisha watu waone sisi ni wabinafsi. Kwa sababu unaweza ukakutana na mtu ambaye anahitaji kutoka kwako kusikia neno moja tu ambalo litamvusha. Lakini kwa sababu ya ubinafsi mtu anaweza akakuuliza jambo, ukanyamaza kimya. Sio umenyamaza kwa sababu ulifahamu. Umenyamaza kwa sababu upendo umepungua ndani yako. Lakini ukiwa na upendo unaweza ukamjibu kwa amani. Unaweza ukamvuta ukamleta. Na ukimwambia lile jambo kwenye maisha yake, akaona ya kwamba ni heri, umemtoa mzigo. Kwa sababu watu wanatembea na mizigo mingi. Kwa hiyo akiwa anatembea na mizigo mingi, lakini akikuona kwa ile namna unavyompokea, kwa ile namna unavyozungumza naye, kwa sababu sisi tayari tumekwisha kutengwa, sisi tumekwisha kutofautishwa. Kwa hiyo tunaangaliwa matendo yetu.